Kundi la Iraki limeapa kufanya mashambulizi katika vituo vya nishati nchini Israel na nchi washirika ikiwa Marekani itafungua kwa nguvu mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran limemnukuu kiongozi wa Kataib Hezbollah akisema kuwa vituo vya mafuta na gesi vya eneo hilo vinaweza kushambuliwa ikiwa Marekani itajaribu kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa nguvu. Abu Hussein alisema kwamba ikiwa hatua hiyo itajaribiwa, hakutakuwa na maeneo wala vituo vya mafuta na gesi vitakavyobakia, kulingana na taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Iran. Trump na wafuasi wake wanapaswa kujua kwamba mitambo yao ya umeme katika eneo hili ni sehemu pia ya malengo, na hakuna mstari mwekundu katika swala hili, ama usalama utawekwa kwa kila mtu. Hakuna mtu atakayefurahia usalama. Msemaji wa kijeshi wa Hamas Abu Obaida ametoa taarifa ya kuunga mkono mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli. Msemaji wa kijeshi wa Hamas Abu Obaida ametoa taarifa akiunga mkono mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli, akiomboleza kifo cha kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei na kuwashutumu wapatanishi wa usitishwaji wa vita kwa kuwapa shinikizo wapiganaji wa Kipalestina huku wakipuuza ukiukwaji wa Israeli. Akizungumza katika ujumbe wa video siku ya Jumapili, msemaji wa Brigadier Qassem alieleza kuwa vita vinavyoendelea vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ni mwendelezo wa vita vile vilivyofanywa dhidi ya Gaza. Uhalifu wa kinyama unaofanywa na Israel na Marekani dhidi ya ndugu zetu katika Jamhuri ya Kiislamu unawakumbusha ulimwengu uhalifu wa mauaji ya halaiki uliofanywa Gaza. Abu Obaida alisema, tunaomboleza mashahidi wote wema wa jamhuri na viongozi wake wakubwa, hasa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani, shahidi mkubwa Said Ali Khamenei. Abu Obaida alisifu mashambulizi ya IRGC ndani ya Israel akisema brigadia zinafuatilia, na kuongeza kuwa kampeni ya kijeshi ya Iran ni mwendelezo wa moja kwa moja operation ya Al-Aqsa iliyozinduliwa na Hamas kutoka Gaza tarehe 7 Oktoba. Pia alitambua ujumbe wa mshikamano wa Irani kwa watu wa Palestina uliotolewa kupitia msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Arabia, ambao alitoa baadhi ya operesheni zake kwa viongozi wa Kipalestina waliouawa akiwemo Sheikh Ahmed Yassin na Yahya Sinwar. Tawi la kijeshi la Hamas linaloitwa Izz al-Din al-Qassam Brigade liliwasilisha msemaji wake mpya Abu Obaida mnamo Disemba na kuthibitisha kifo cha msemaji wake wa awali katika shambulio la Israel mjini Gaza mwezi Oktoba mwaka jana. Katika hotuba iliyorekodiwa awali iliyosambazwa kwenye vyombo vya habari vya Kiarabu, msemaji mpya alifichua kuwa msemaji wake wa awali aliyejulikana kwa jina la kivita la Abu Obaida alikuwa ni Hudhaifa Sami al-Haruti. Msemaji mpya ambaye utambulisho wake haujulikani naye anachukua jina hilo la kivita.